Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Mkuu Beatus Kinyaia wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Tuko katika kipindi cha Pasaka, kipindi ambacho tunakumbuka na kusherehekea mambo matatu makubwa katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo: kuteswa kwake, kufa kwake msalabani, na kufufuka na kuingia katika utukufu. Mambo haya yote umuhimu wake ni mkubwa kwa maisha yetu ya kiimani, kwa sababu kwa njia hiyo wokovu ulikuja duniani. Tutakumbuka kwamba wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, walipomkosea Mungu, ile neema ambayo mwanadamu alitakiwa azaliwe nayo iliondoka, ilifutika. Kwa hiyo tukawa tunazaliwa bila ile neema ya utakaso. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, kwa matendo hayo akarudisha ile neema. Ndio maana tunasema dhambi ilifutwa. Na zaidi sana akatuachia sakramenti ya upatanisho, ambayo kwayo tukiwa tumemkosea Mungu baada ya ubatizo, hiyo sakramenti inatuwezesha tena kufutwa dhambi zetu, zikafutwa, tukawa tena watu tunaishi katika neema. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo sikukuu hii ni kiini cha liturujia zetu kwa kweli. Watu wengine wao wanafikiri Noeli ndio kubwa, lakini Noeli ni kuzaliwa Yesu. Asingalikufa na kufufuka, bado tusingalipata wokovu. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, tunaposherehekea sikukuu hii ya Pasaka, tukumbuke kwamba huyu Yesu mfufuka tunakutana naye katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo tuwe watu wa Ekaristi, tupende kuhudhuria ibada ya misa, tupende kukomunika. Kwa njia hiyo tunampata Yesu, anakaa ndani yetu, na baada ya hapo matendo yetu yafananie huyo Yesu tuliyompokea. Tuwe watu wenye upendo zaidi, watu wanaopenda amani, watu wanaopenda kutoa haki na kadhalika. Tujaribu kukwepa kabisa mambo ambayo hayafananii huyo Yesu. Najua wakati mwingine watu wengine, hasa vijana, wanafikiri kwamba sikukuu ya Pasaka au sikukuu nyingine yote ndio wakati wa kufanya mambo ya hovyo, kulewa sana, kufanya uzinifu, kuiba mali za watu waliokwenda kanisani wakati hawako nyumbani. Yote hayo sio mambo ya Pasaka hata kidogo. Badala yake tuwe watu wa sakramenti, tuwe watu wa sala, tuwe watu ambao tunaonyesha upendo zaidi kwa Mungu na majirani zetu, na iwe ni sikukuu ya familia. Na ninaposema familia, nina maana pale ambapo kuna baba na mama na watoto, washiriki hivyo. Pale ambao ni baba tu na watoto wake, ashiriki na watoto wake. Mama tu labda na watoto wake, washiriki. Au kama ni kikundi, mko watu fulani, kikundi fulani, mnaishi pamoja, hiyo ni familia. Shirikini pamoja na mfurahieni Yesu mfufuka. Kwa nafasi hii pia nipende kupongeza Radio Maria, kwa sababu mwaka huu wanaadhimisha miaka 29 tangu ilipoanzishwa. Hongereni sana Radio Maria. Na tunapopongeza, tunasema asante pia kwa yale mambo makubwa mnayofanya. Kwanza ya kutuhabarisha mambo ya habari njema, na pili kutupa taarifa mbalimbali, pia burudani mnazotoa hapa na pale. Tunasema asanteni sana. Na kwa wana Dodoma, nasi tunafurahi kwamba leo mwaka huu Radio Maria mnatimiza miaka 5 hapa Dodoma. Asanteni sana, karibuni sana. Na sisi wasikilizaji wa Radio Maria, haidhuru tuko wapi, tuchukue nafasi basi kwa enzi Radio Maria, kwa kuunga mkono katika shughuli zao. Na njia nzuri ya kuunga mkono ni kwa kuchangia. Na hasa mwaka huu tunapoongea kuhusu kapu la mama, niombe kila mmoja anayeguswa atoe chochote anachoweza ili redio yetu iweze kusonga mbele. Lakini zaidi sana tupende kusikiliza redio. Redio zetu ni nyingi, sio Radio Maria tu. Ziko redio mbalimbali pamoja na vyombo vingine vya habari mbalimbali. Basi vyote hivyo tuvisikilize, na yale wanayotoa sio tu tusikilize na kusahau, bali tufanye tubadilike, tuwe watu bora zaidi, tuwe raia bora zaidi wa ufalme wa Mungu, na raia bora zaidi wa taifa letu la Tanzania. Asanteni sana, niwatakie Pasaka njema.